Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, mimi kwa majina naitwa Christopher Semwinga, wengi wanapenda kuniita Jabali. Namleta mtumishi wa Mungu Emmanuel Mwakapugi, mwenyekiti wa waimbaji mkoa wa Songwe, ambapo siku ya tarehe 17 mwezi wa 5, yani tumebakiza wiki 3, mtumishi wa Mungu Emmanuel Mwakapugi atakuwa na tukio lake zito. Atakuwa na ibada ambayo inakwenda kwa jina la Thanksgiving Worship Service, ambapo ukitafsiri kwa lugha zetu za Kiswahili ni ibada ya shukrani. Itafanyika siku ya tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Eneo ambalo utafanyia ibada hii ni pale Migombani kwa mtumishi wa Mungu ama mchungaji Ezekiel Mwakapugi, wengi wanapenda kumuita askofu. Yes, kwa muda wa ibada itakuwa ni kuanzia saa 7 za mchana mpaka saa 12 jioni. Ibada hii ni ibada ya tofauti, ni ya viwango vya tofauti, sio kidogo sana. Ambapo mtumishi wa Mungu Emmanuel Mwakapugi ametuandalia ibada hii ambayo itaambatana na waimbaji kutoka sehemu mbalimbali. Kuna waimbaji watatoka ndani ya mkoa wa Songwe, lakini kuna wengine watatoka nje ya mkoa wa Songwe na wengine nchi za nje kabisa. Waimbaji ambao watatoka nje ya mkoa wa Songwe ni kama wafuatao. Tunaye Philbert Sangule, huyo anatokea Dar es Salaam, atakuwepo siku ya tarehe 17. Lakini hata kwa peke yake ataambatana na Godfrey Steven, nafikiri mnawajua hao wote. Lakini mwimbaji wa 3 atakuwa ni Kibonge wa Yesu, mtoto kutoka Mbeya lakini sasa hivi anaishi Dar es Salaam. Lakini kuna dada yetu Festina Mwandwanga anatokea Mbeya, tutakuwa naye siku ya tarehe 17. Bila kumsahau dada yetu anayefanya vizuri kabisa, alitokea Tunduma na sasa yuko Mbeya, anaitwa Bebisha Ramweri. Hivyo basi nitumie nafasi kuwakaribisha nyote waimbaji kutoka Songwe, watu mbalimbali ambao mnanitazama kupitia screen hii. Niwakaribishe sana siku ya tarehe 17. Kama nilivyosema awali kwamba itakuwa ni tarehe 17, muda itakuwa ni saa 7 na kuendelea mpaka saa 12. Ndio. Karibuni sana. Njoo tumtumikie Mungu kwa viwango. Karibu sana. Lakini pia kama ukijaliwa usisahau sadaka. Ibada bila sadaka haiendi. Nafikiri wasoma Biblia mnanipata kwa uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni sauti ya Papa Steve, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, niko hapa Songwe. Leo hii niko chini ya Emmanuel Mwakapugi. Niko hapa kwa tangazo la mtumishi wa Mungu Emmanuel Mwakapugi. Niko hapa kwa sababu ya ibada ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Mwakapugi. I say ni hivi, tunawakaribisha watu wote siku hiyo ya tarehe 17 ya mwezi wa 5. Mtumishi wa Mungu Emmanuel Mwakapugi ametuletea jambo zuri sana hapa Songwe. Njoo msapoti kwa sadaka. Tukisema sadaka unaweza kuja na shilingi 1000. Njoo na pesa iliyokamilika. Njoo msapoti mtumishi wa Mungu kwa sababu ili jambo alilolileta ameleta ni jambo zito na gharama zake ni gharama za juu sana. Kwa hiyo hatumaanishi kwamba tunahitaji sadaka ili tuje tufanikishe hili jambo, no. Ila njoo tukumsapoti kwa sababu ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu atakutendea. Emmanuel Mwakapugi ni mtu anaye support sana, ni mtu ambaye anacheka na watu wote hapa Songwe. Waimbaji, hasa waimbaji. Ndugu yetu Emmanuel Mwakapugi ni mtu ambaye ametusupport watu wote ambao tumemwalika. Ni mtu ambaye ukimwalika analikika, anafikika. Karibuni sana siku ya tarehe 17, nataka kuwasisitiza. Njoo tumsupport kwa gharama yoyote. Njoo. Karibuni sana. Mimi nisiseme sana, tuendelee kuwakaribisha tarehe 17 ya mwezi wa 5. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wana Tunduma, wana Songwe. Kwa majina naitwa Emmanuel Mwakapugi. Niko hapa kwa ajili ya kukualika kwenye ibada kubwa sana, ibada ya shukrani inayokwenda kwa jina la Thanksgiving Worship Service, ibada iliyo katika mfumo wa live. Namshukuru Mungu ambaye amenipa kibali kuandaa ibada hii. Haikuwa rahisi tu, ni maono ambayo Mungu alinipatia kuyafanya na niko hapa kwa ajili ya kuyatekeleza. Utekelezaji wangu ni kukualika wewe mahali popote ulipo, mtu yoyote ambaye unanitazama pande zozote ama kwenye TV yako, hapo ambapo unanitazama, ni kualike sana siku ya tarehe 17 mwezi wa 5, ambapo tutakuwa na ibada pale kanisa la Bethel Pentecost Gospel Church kwa mchungaji na askofu Ezekiel Mwakapugi. Ibada hii kama nilivyokuambia ipo katika mfumo wa live. Usije ukasema mimi ni mwimbaji naimba playback sitakiwi kwenda. Njoo. Hatujafanya upendeleo. Wale wa live watafanya live,
wa playback watafanya playback, lakini sisi mimi mwenyewe mhusika nitafanya mfumo wa live, kwa maana ya live recording. Nitarekodi nyimbo zangu pale baadhi, lakini kubwa zaidi nitakuwa natambulisha albamu yangu ya nyimbo 15 pale siku ya tarehe 17. Kwa hiyo niwaalike sana. Tunao watumishi wa Mungu wengi ambao watatoka nje ya Songwe, watakuja kutusupport. Ninaye kaka yangu Godfrey Steven, tutakuwa naye pamoja, lakini ninaye mtumishi wa Mungu na ndugu yangu Philbert Sangule, tutakuwa naye pamoja. Ninaye mtumishi wa Mungu Kibonge wa Yesu, tutakuwa naye pamoja. Tunaye dada yetu, mimi huwa napenda kumuita Malikia wa muziki, anaitwa Festina Mwandwanga kutoka pale Mbeya, lakini tunaye dada yetu mwingine naye anafanya vizuri sana, Baby Samuel. Wote tutakuwa nao pamoja. Mtumishi wa Mungu ni kualike sana. Hii sio ibada ya kukosa. Njoo kwa pamoja tumshukuru Mungu. Tunajua mambo mengi tumeyapitia mwaka jana, yapo mambo mengi tunazidi kuyapitia, lakini bila kumshukuru Mungu itakuwa ni sawa na kazi bure. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.